katika nafasi mbalimbali. Wapo wanaokaa katika nafasi za wageni wa heshima kwa faida ya VIP, lakini wapo pia wanaokaa kwenye siti zile za kawaida. Timu ya APS Bomet ni timu ambayo ipo chini ya mwavuli ya jeshi la polisi katika kitengo cha utawala. Tunaona baadhi ya maafande pia wapo hapa, na sasa rasmi wachezaji wote wanashuka katika uwanja huu wa Gusii, ambapo wenyewe timu ya Shabana ambao ndio uwanja wa rasmi nyumbani ameupa jina la Vietnam. Francis Omondi Dimore Atieno, nahodha upande wa APS Bomet, sio mgeni hapa, lakini pia sio mgeni katika ligi kuu taifa la Kenya. Upande wa pili ni John Otieno Onyango, ndio nahodha upande wa Nairobi United. Kazi ngumu ipo mbele yao kwa APS Bomet kujaribu kuondoka katika nafasi ambayo wapo, kikosi ambacho kimesukwa siku ya leo. Kwa upande wa Samuel Molo Pamzo, badiliko moja tu la kumpumzisha Philemon Nyakwaka na kumweka Hansel Ochieng kama mshambuliaji. Eneo la kati ni Francis Dimore, Anthony Naibei na Maxwell, lakini safu ulinzi ni Brian Bullet, Clifford Edward na Hilary Wandera. Maxwell Mulili Muchasia ambaye amewahi kuwa ndani ya Shabana yupo kwa mkopo katika kikosi cha APS Bomet, ndio kikosi cha 11 bora kwa upande wa APS Bomet, lakini kikosi cha 4 bora kwa upande wa Mapilato siku leo ni Isaac Amiza anasaidiwa na Gladys Kamuren, Jackson Opiayo na Teddy Osman. Kamishna wa mchezo akiwa ni Moses Osano. Natakiana heri manahodha Godfred Ward Solo. Mwalimu kwa upande wa Nairobi United, mabadiliko matano tena kwenye kikosi chake. Bena Jairo atalindwa na John Otieno, Kefa Swani Wanjala, Osanya Otieno na Yusuf Nasri Mainge. Leo la kati ni Brian Magare, David Papa Wafula na Kevin Wangaya Injehu, Michael Karamon, Enoch Macha Kamomanyi na Benson Ochengo Malajitu. Ndio 11 bora kwa upande wa Nairobi United, wamekata kilomita chungu nzima kuzisaka alama 3. Haupo katika hali nzuri kabisa uwanja wa siku ya leo, lakini kutokana na mvua ambayo inashuhudiwa katika sehemu mbalimbali ndani ya taifa la Kenya na imani katika Afrika Mashariki kwa jumla. Samuel Omolo Pamzo aliwahi kuwa mwalimu katika klabu ya Shabana, lakini alikuwa mchezaji wa zamani, alikuwa beki akiitwa Otima Viatu. Upande wa pili ni Godfrey Odwo Solo, hakuanza nao msimu, lakini sasa ndio mwalimu mkuu kwa upande wa Nairobi United. Picha ya pamoja kikosi cha kwanza cha mchezo wa siku ya leo, wamepiga pamba nyeupe, pamba ishara ya amani, lakini kipenga kitakaposikika amani itakuwa inapumzishwa kwa dakika 90, ambayo itakuwa ni vita vya kusaka alama 3, vita vya kuhakikisha kuwa wapo katika nafasi nzuri. Aliona kimo kirefu kabisa, lakini CEO afisa kuu mtendaji wa APS Bomet yupo naye Hansel Ochieng, magoli 6 mpaka sasa nao chini ya jina lake. Amekuwa na msimu mzuri na anaendelea kuweza kuhakikisha anaumaliza akiwa wa moto kabisa. Benson Ochengo Malajitu alirudi nchini akitokea klabu ya Visaha ya kule Cambodia, sasa is back in the country na yupo tayari. Popote pale ulipo, assalamu alaikum, amani ya Bwana iwe juu yako. Karibu sana Gusii, karibu sana kaunti ya Kisii, karibu sana 254 kwa faida ya Kenya. Yupo nyumbani APS Bomet, mgeni wa siku ya leo ni Nairobi United, ligi kuu taifa la Kenya, msimu mwaka 2025 mwaka 2026, raundi ya 26 hii ni sauti ya beki ya Sepitika Ali Salim, nipo naye mpaka tamati ya mchezo wa siku ya leo. Rogers Kipkemoi, Rogers itaka kuanza mapema. Rogers Kipkemoi kinalionekana kwenye safari yake akazimwa, wakajaribu kumblock asioni lango la Nairobi United. Kefa Swani Wanjala, Otieno kwa David Papa Wafula, merudi tena kwa Kefa Swani Wanjala. Wanjala, Kevin Wangaya Esoma amekata uzuri kabisa na Clifford Odhiambo, labda alijua kuwepo kwenye eneo la kuotea, kakataa kufuata mpira
Ansel Ochieng. Nijua akifika tu kibendera kitapepea, tayari kutofuata tu ifanye iwe rahisi. Itakuwa vigumu leo, itabidi wabadilishe mbinu yao ambayo wamekuwa wakitumia katika michezo mingine. Na kulishuhudia mvua kali sana wakati ambapo ndio tumetinga katika eneo la Kisii. Mchana wote ilikuwa na mvua na usiku pia vile vile. Karibu hali ya uwanja kabisa, na huko kuna tabia kuwa kunanyesha mvua ya mawe ile. Ngurumo na radi pia ilikuwepo. Kevin Wangaya, Yusuf Nasri Mainge kwa Enoch Machaka Mumanyi. Yusuf Nasri Mainge babatiza, itakwenda kuzaa kona ya kwanza ya mchezo. Rudi Festus Kipkemoi kusaidia katika kukaba. Itakuwa ni bahati pia mchezo leo kutamatika pasi na kushuhudia mvua. Katika utabiri wa hali ya hewa wanasema uwezekano wa mvua kunyesha upo juu kweli kweli. Ana mmesikia Leja Omanya kuambia huku ndizi zipo, kilimo cha ndizi kipo juu. Kona ambaye anaachiwa Kevin Wangaya Injehu. Inaletwa mali ndefu. Mekataa kwanza. Memshiki wake John Otieno Nyango. Na kwenda kupata Maxwell Mulili Muchesia. Kwa mpigo mrefu akitafutwa Festus Kipkemoi. Michael Karamor, Enoch Machaka Mumanyi, kwake Yusuf Nasri Mainge, Kevin Wangaya, kwake Benson Ochieng. Sasa Omalo meketa Maxwell Mulili Muchesia. Bayari kuweza kusimamisha mchezo tu ili wauguzi wahusike. Kwake Michael Karamor akamwona Machaka Mumanyi. Yusuf Nasri Mainge akatafutwa Benson Ochieng Mala, kati ambapo alikuwa anakwenda kupeleka lakini ukacheza mlingoti ule. Ila Rwandera shapata huduma ya kwanza, amenyenyuka mzoefu kweli kweli. Sio mgeni kwenye ligi kuu. Maxwell Mulili Muchesia. Tafiti zinasema kuwa yupo kwa mkopo hapa akitokea Shabana. Kinalianzia pale AFC Leopards Ingwe. Kevin Otiendo Sanya. Michael Karamor jaribu kumtafuta Kevin Wangaya. Beteleza na mali kwenda kuondoa Clifford Odhiambo. Rogers Kipkemoi inapenyeza kumtafuta Ansel Ochieng. Yupo pembeni kabisa. Meizuia mali haijatoka bado. Rogers Kipkemoi naletwa ndani huko, kisigino kile. Amesema heri nusu shani kuliko shani kamili. Hakujua nani yupo nyuma yake. Amekwenda kuplay safe tu kwa kutoa nje. Ilikuwa imeletwa ndani na Brian Buleti. Papa
Wafula kautoa nje na wanakwenda kufaidi kona. Michael Karamora ameletwa kusaidia kwenye ulinzi. Rogers Kipkemoi, kichwa cha kuunganisha, mekataa. Anthony Naibei Tony alikuwa peke yake akufanyiwa maki kabisa, lakini Jairo alirudi kwa wakati na kupangua mpira ule. Amekwenda kuwapa kona ya pili. Anthony Naibei ana goli moja mpaka sasa. Isaac Kamisi anakwenda kutoa maelekezo wakati ya Edwin Masembe akiwa na John Otieno Unyango. Amefunga magoli 24 tu mpaka sasa. Naletwa ndani na Buleti. Benson Ochengo Mala sasa jaribu kuondoka na Mali, bado Mala kwake Enoch Machaka Mumanyi, alikuwa yupo tayari amezidi. Kevin Wangaya hakutaka kufuata kabisa, walichelewa kumwachia Mali. Miongoni mwa wachezaji ambao wapo kwenye kikosi tangia kuweza kuingia kwenye kikosi Nairobi United, hakosi kwenye kikosi. Amekwenda tena chini kwa mara nyingine Hilary Wandera. Bado hayupo sawa na atakuja kuangaliwa tena. Hilary Wandera aliwahi kuwa kwenye kikosi cha Tusker FC, lakini alisijaliwa akitokea Gucha Stars. Wachezaji wa Shabana, Justin Mwanda, Nyangwara Masai, Zeka, Dalphin Numuri, yupo Brian Michira Migiro, Isaac Omweri mchezaji wa Mathare United pia naye yupo pia Brian Bates, lakini Mwando akiwa na ndugu yake. Kesho saa 8 wana tarehe dhidi ya Murang'a Seal papa hapa. Kwa hivyo amesema wasikae nyumbani tu, waje nao pia ipate burudani. Hakutaka kuifuatilia ndani ya Azam TV Max, ametaka kuipata live. Lakini pia pale pale walipo wanaweza kufungua kwenye simu zao na akafungua kuweza kuipata mechi kwa faida ya replay zile ambazo zipate kwenye jicho la kawaida. Anthony Naibei, Kevin Otiendo Sanya, Kevin Wangaya amekwenda kutumia mwili wake uzuri Clifford Odhiambo na kumzuia Kevin Wangaya. Nachukua muda wake Maxwell Mulili Mchesia, mefinywa cha kwenda kuicheza long ball. Michezo ndefu ikataa uzuri wa Fula, mchezaji wake wengi wamemsifia na uwezo wake wa kufly na kupata mpira angani. Aerial duel zake anashinda nyingi. Kevin Wangaya, Machaka amejaribu kumtafuta Osanya, imekuwa ndefu mno. Mchesia ikataa kwa mara nyingine. Papa Wafula ambao amecheza madhambi, anabisha maamuzi. Isaac Kamisi anamwisha kando. Lakini bado yupo chini. Aerial duels ni vigumu sana kushinda mbele yake Papa Wafula. Flight yake ni nzuri, ila hapa alicheza madhambi kwake Festus Kipkemoi.
mapafu la umri wa miaka 23. Na kimo chake ni kidogo tofauti ya Lalong Ngendane na umbo kubwa, ndio maana anashinda aerial duels. Kini kimo chake mbona kipo tu cha kawaida. Kini ni kitu takuwa amekifanyia mazoezi pakubwa mpaka kuweza kushinda battles hizo. Mali yanao Edward Masembe, raia wa taifa la Uganda, alikuwa na partnership nzuri kabisa na Masibo, labda ikaonekana wanaruhusu magoli mengi, ikiwa mpaka sasa wameruhusu magoli 33 miongoni mwa timu ambazo zimeruhusu magoli mengi. Basi APS Bomet yupo ndani, lakini aliyozidisha zaidi ni Sofapaka akiwa na magoli 34. Enoch Machaka Mumanyi, switch of play kumtafuta Kevin Wangaya, mkataa Brian Buleti. Dakika 12 ya mchezo, APS 0 Nairobi 0. Nairobi amepiga pamba nyeupe, hiyo nyekundu na kijani ni APS Bomet, na ni rangi ambayo utaipata kwenye combat yao, sare yao ya kazi. Nasri Maingi ameleta nani? Benson Ochengo Mala Jitu hakufika kwa wakati. Crosses watazitegemea pakubwa hii leo. Miongoni mwa cross hatari basi ni hizi ambazo zinaanguka pale pale kwenye eneo la 6 la Minalango. Leo Minalango anashangaa nitoke ama nibaki, na ndipo hapo unapatikana. Dimore kwake Buleti. Francis Omondi Atieno na uwezo wa kuficha mali kutokana na umbo lake. Michael Karamor, Kevin Otiendo Sanya, Enoch Machaka Mumanyi. Hizi amekuwa winga wa boli, anatumika pembeni. Osanya amekwenda kuondolewa na Clifford. John Otieno Nyango amerudisha tu kwa mlango Bena Jairo. Nayanza kwake Brian Magare Mugire, mepotea. Hansel Ochieng sasa kwake Rogers Kipkemoi, anaitaka Anthony, imesomwa na yule Brian Magare. Build up inaweza ikakuponza ikiwa hauna utulivu, na ndicho ambacho Alman Nusra akiwaponze Nai Boys wametoka, lakini Maxwell Kubaso full tank kacheza madhambi. Michael Karamor, Nasri Yusuf Mainge kwake Benson Omala, kwenda kucheza na mkono Anthony Naibei Tony. Hapa unasema lazima mchezaji huyo umevaa viatu vinavyokwama katika ardhi kuepuka mitelezo, na kutokana na kujiepusha viatu vyako kubeba tope, utakuwa unatembea na kilo kwenye migundo hapo. Sasa unapata injury za misuli zinakuwa nyingi, sababu misuli ina overstretch kuweza kubeba uzito wa kiatu ambacho kimebeba tope. Likiwa Highboot na Brian Magare Mugire. Maxwell Kubaso full tank amekuwa na APS Bomet tangia walivyokuwa ligi daraja la pili NSL National Super League. Flick kichwa, naipata tena Anthony Naibei. Ansel full tank. Rogers Kipkemoi alikuwa yupo katika eneo la kuotea Brian Buleti, bendera yake Jackson Opiayo. Line 2 kwa siku leo.
alikuwa tayari amezidi, akarudi tena kupata mpira, labda angelimwachia Rogers Kipkemoi, lakini hapa wakati akawa ameflick Maxwell Kupasu, alikuwa kwa wakati kabisa. Pena Jairo, kakake Michael Jairo ambaye alikuwepo Talanta, lakini sasa hivi yupo katika timu ya Karupangi Legends, na aliwahi pia kupitia hapa ndani ya uzi wa Nai Boys. Kadi ya njano ipo kwenye mikono Papa Wafula, ameambiwa sio mara ya kwanza. David Wafula amepewa kadi ya njano. Masembe nainyanyua, mekataa. Kefasoni Wanjala fanyia madhambi. Benson Ochengo Mala naanzwa tena, amwatulia mpira wache kurol kabla kuweza kuanza. Inaanzwa tena mali kwake Papa Wafula ambaye amepewa kadi ya njano. Mekataa kwanza Masembe. Festus Kipkemoi anaipata full tank. Kilichopelekewa kupewa kadi ya njano ni hichi, baada ya kufanya dhambi alikuwa maana mpira hataki kuachilia, na tayari alikuwa amepewa onyo. Papa Wafula kachezea kadi ya njano. Tayari mvua imeanza kunyesha. Hilary Wandera hapa si mgeni, maana Gucha Stars pia wanatumia uwanja huu pia kama uwanja wao wa nyumbani. Kwa hivyo kuna haja ya kuweza kuutunza uwanja huu na kuhakikisha kuwa haufanyii shughuli nyingine isipokuwa shughuli ya mpira. Rogers Kipkemoi kwake Brian Buleti, tayari mali ipo nje, mali tayari imetoka. Tumia tulivu Kevin Otendo Sanya kumzuia tu kutofikia mpira. Aswani Wanjala kwake Kevin Wangaya, unainuliwa kumtafuta Benson Ochengo Mala. Ndio yale aliyosema kuwa utelezi wa uwanja utapelekea mambo kama haya kuweza kushuhudiwa, maana aliteleza Benson Ochengo Mala na kugongana naye Maxwell Mulili Muchesia, wakati ambapo tayari alikuwa anajaribu kujizuia, lakini wakati ameteleza mekwenda akagongana naye Maxwell Mulili Muchesia. Hapa uwezo ukasema kuwa alikuwa na nia na dhamira, licha ya kuwa tuwezi tukajua nia ya mtu, lakini hakukuwa na nia. Grip haipo kwenye ardhi kutokana na maji. Menyanyuka Maxwell Mulili Muchesia, yupo sawa, ameshekuf na clean sheets mbili. Maxwell Mulili Muchesia
ni msajili Maxi Bolili baada ya kujua mlinda lango wao Bob Cedric anakwenda katika mafunzo ya jeshi la polisi katika kitengo cha polisi utawala kule Embakasi. Kevin Wangaya kwake Kefaswani Wanjala, dakika 22 ya mchezo, 0-0. Benson Ochengo Mala naipata Rogers Kipkemoi. Buleti na ucheza mrefu kumtafuta Hansel. Amefanywa madhambi Hansel Ocheng. Nampatia nafasi kabisa kugeuka John Otieno Nyango. Najua hatari ambao anaibeba na ili kujiepusha naye hampi nafasi hata ya kugeuka. Najua ukimpatia nafasi ya kugeuka tu huenda ikawa balaa kwako. Masembe bado. Masembe analeta ndani huku. Amepita moja kwa moja. Alikuwa anatafuta mtu wa kuunganisha, lakini na kuunganisha alikuwa anataka mtu wa kupiga moja kwa moja. Maelewano hayakuwepo. Kevin Otiendo Sanya amewahi kuwepo kwenye kikosi cha timu ya taifa Harambee Stars, miongoni mwa wachezaji ambao walikuwepo kwenye kile kikosi ambacho kilipata tambo, tulipata tambo katika mchezo dhidi ya Lions of Teranga kwa faida ya Senegal. Basi naye wakati huo alikuwa ameitwa kwenye kikosi. Wangaya fanya madhambi Francis Atieno Omondi Dimore. Enoch Machaka Mumanyi. Anthony Naibe. Yusuf Nasri Mainge kwake Michael Karamor. Ya kwanza imesomwa. Brian Magare Mugire kina amekwenda kuondoa Edward Masembe. Festus Kipkemoi sasa jaribu kuikokota, amemtoka kwanza Fula na amekwenda chini. Nasema amefanywa madhambi. Wachezaji wenye kujiamini hawapitii pembeni, lakini pia wanamwona Benedict Wanjala akisema mchukue pale pale ambapo ulipo ndipo wanakufanyia tackle za 1v1. Na basi ni Festus Kipkemoi. Masembe Edward. Mipira yote ya mfu anaachiwa Edward Masembe. Mpira mfu, dead ball ile. Tokea klabu ya SC Villa ya pale Uganda. Mekata kwanza na Brian Magare Mugire. Enoch Machaka Mumanyi mekwenda kuondoa Magare. Francis Omondi Dimore naipata Festus Kipkemoi, kina mambo ameotea. Hapo makini uamuzi wa siku ya leo kwa amezidi safi ya ulinzi ile. Papa David Wafula, Anthony Tony Naibe, Maxwell Kupasa kinimale nao Kevin Wangaya, Machaka, Brian Magare Mugire,
cheza naye Kefa Aswani Wanjala, anajaribu kuiweka chini naye Boys. Osanya kwake Aswani, amefanyiwa madhambi Kefa Aswani Wanjala, mali iliyokuzwa ndani ya mitaa South Sea kwa faida ya South Sea Rangers. Miongoni mwa watu ambao wapo kwenye South Sea Rangers basi ni Evanso ambaye yupo kwenye bench la Nairobi United. Inapita kwa Kevin Wangaya. Osanya amekwenda kuondolewa na Wandera Hilary. Aswani Wanjala, Wafula Papa amekwenda kuitoa Brian Buleti na itakuwa kona. Kila mtu anambua kaya na mtu wake. Kevin Wangaya Injeho, umri wa miaka 20, anayanja nje. Enoch Machaka amebatiza kwanza na ameipata Maxwell Mulili Muchesia. Papo hapo inaanza wakiroja Skip Kimoi, anayemnyembelia ni Enoch Machaka Mumanyi. Pasi inatoka kwake Ansel, fast touch imemsaliti. Kwa amebreak kwa counter uzuri. Osanya amecheza madhambi kwake Rogers Kipkemoi ambaye naye alisajiliwa kitokea klabu ya Sofapaka, wapo mwisho kwenye jedwali. Alijua tu atafanywa dhambi. Francis Omondi Dimore Atieno, zoefu. Sema wapo watatoa mkono, kishika ni handball na peana tena. Na goli moja mpaka sasa Francis Omondi. Kila mtu ana mark anayetoshana naye kwa kimo. Francis Omondi meletwa mali ndani, kichwa kimekwenda juu ya lango. Maxwell Kupaso full tank. Alikosa kuupa tu mwelekeo. Swani hapo unamwona Mdalangu na kuangalia, lakini ukimpa back pass inakwenda kuweka kwenye hatari. Kwa hivyo nayari tu kurudisha kule kule ulipotoka. Brian Buleti amefanya madhambi Anthony Naibei kwake John Otieno Onyango. Kwa hali ya mna hii lazima tu mwalimu ubadilishe hesabu zako. Ulichokuwa umekipanga mazoezini utalazimika kuweza kubadilisha. Nusu saa inakatika, bado ni bila bila. Francis Omondi Dimore, Hansel Ochieng, ni vita vikali kati yake na John Otieno Onyango. Anamjua uzito wake. Machaka Mumanyi anaamua asifanye tena, ndicho ambacho kilimfanyia Papa Wafula kupewa kadi ya njano, na ndicho ambacho amekifanya Machaka, lakini ameondoka na onyo tu. Ansel na anaiprotect mali yake. Masembe ni mali ya kurusha bado ya APS Bomet.
Buleti Brian. Roger Skip Kemoi. Buleti. Mekata kwanza Brian Magare Mugire. Mefanya madhambi Edward Masembe kwake Benson Ochengo Mala. Mfungaji bora katika msimu mwaka 2023 mwaka 2024 akiwa na magoli 19. Wakati huo alikuwa anavaa uzi wa Kogalo Gor Mahia. Kisha akaondoka kuanza safari yake pale Lebanon akiwa na Safa Sports Club. Lebanon ndipo hapo sasa hivi alikuwa MVP Austin Odhiambo pia yupo upo akiwa na klabu ya Neme au Nechme. Na jana alikuwa kwenye kosi ya timu ya taifa Harambee Stars kwa miongoni mwa wachezaji ambao alipiga tena penalti akiwa wa kwanza kutanguliza taifa la Kenya. Lakini mechi ikaishia na kupoteza kwa timu ya taifa katika michuano ya FIFA Series pale Rwanda. Kevin Otiende Osanya. Omala. Brian Buleti amekwenda kuondoa. Kevin Wangaya Injehu. Jaribu kuondoa Dimore. Festus. Merudi tena kwake Dimore. Festus Skip Kemoi. Amekataa John Otieno Onyango. Na kwenda kwa Hilary Wandera kurusha mpira ule. Kupasu Maxwell. Swani. John Otieno Onyango. Hilary Wandera anamimina ndani. Ni ya kurushwa bado APS. Buleti. Aletwa ndani, amekataa John Otieno Onyango. Wandera mwenye pupa diriki kula tamu ndio hii sasa. Bado ni mali yao ya kurushwa. Naipei Hilary Wandera. Naanza tena mali kwake Kefa Swani Wanjala. Naipata kwanza Clifford Odhiambo. Wangaya. Kupasu. Mekataa Swani. Osanya Kevin Otiende. Kevin Wangaya. Brian Magare. Mekatwa kwanza lakini bado mali nao David Papa Wafula. Inageuzwa kwake Kevin Otiende Osanya. Wangaya Kevin Injehu. Mekabwa na wachezaji watatu. Na mali na kwenda kuondolewa na Atieno Dimore. Kefa Swani Wanjala anairudisha lakini imebabatiza. Yupo peke yake, kuna gepu kubwa kati ya Ansel na wenzake, maana anapata tabu anapokuwa anafanya build up. Isaac Kaba peke yake. Yusuf Nasri Mainge sasa inaletwa nje kwake Machaka. Michael Karamora ameonekana katika eneo la kuotea, naye Gladys Kamuren Pilato msaidizi, kati ambapo Yusuf Nasri Mainge alipiga fast touch ya kibabe akaleta nje kumtafuta Machaka, lakini Michael Karamora alikuwa tayari yupo kwenye kuotea kule.
ila mpira wenyewe pia haukushika mguu alivyotaka Machaka. Nafasi ambayo ameipoteza. Mchezo kama hii mara nyingi unapata nafasi chache na usipozitumia inakuwa na hatari. Benson Ochengo Mala Aswani kwake Kevin Wangaya. Mashabiki wa Ulinzi Stars wanasema kidogo walipata nafasi ya kupumua baada ya kupata ushindi katika mchezo wao dhidi ya Nairobi United magoli 2-1. Hivyo sasa nao wamesema nao wanaondoka kule chini, hawatoshushwa. Yusuf Nasri Mainge bado anayo mali, afisa wa kitengo cha GSU, naye pia ni polisi, lakini kitengo chake sio cha polisi wa utawala, ni polisi wa General Service Unit. Kwa amejaribu kuondoka Mainge kamchezea madhambi Yusuf Nasri Mainge, kimchezea madhambi Gilary Wandera, na wote wamewahi kupita ndani ya uzi wa Tusker FC. Maxwell Mulili Muchesia mekataa tena Papa Wafula, mpira yote angani kama anaachiwa yeye. Aruke Brian Buleti, kibavu chake Michael Karamor. Kefa Aswani Wanjala amerudi kwake John Otieno Onyango, kule kwake Aswani Wanjala. Wangaya, naweza kusema uwanja umfanyii haki. Buleti anautafuta mpira wakati mpira tayari umeendelea. Wangaya, Machaka, mezimu wa kwanza Kevin Wangaya, ya pili pia ameikata. Dimore kwake Maxwell Kupasu, full tank bado nao. Festus Kipkemoi sasa. John Otieno Onyango amecheza madhambi. Isaac Hamisi anaingia kwenye mfuko wake, ilikuwa hawezi akatoka salama. Kadi ya njano kwake nahodha John Otieno Onyango. Mguu wake ulipitiliza kabisa na ukamfanyia madhambi Festus Kipkemoi, na kuwa mchezaji wa pili kuingia kwenye buku la watenda dhambi, akiwa naye Papa Wafula. Festus Kipkemoi naye pia alikuwa nao kuanzia National Super League, lakini Enoch Machaka Mumanyi pia naye anaangaliwa na kupewa huduma ya kwanza. Alikwenda kugongana naye Anthony Naibe. Contact lazima itakuwa nyingi sana katika mchezo wa leo. Menyanyuka Festus Kipkemoi na taendelea na mchezo. Ni mzuri sana na kata anashambulia kutoka pembeni, ana kasi, ndio maana amechaguliwa kwenye kosi cha kuanza. Wachezaji wengine kama kina Duncan Mogasa wakawekwa pembeni, lakini Philemon Nyakwaka ambaye ana uwezo kucheza kama striker, lakini pia mshambuliaji wa pembeni. Iwapo watabadilisha mfumo kipindi cha pili, basi kuongeza strikers huenda ikawa na manufaa kwao kwa upande wa APS Bomet, wakati ambapo wamemwacha peke yake kupambana. Hansel Ochieng ameachua tena Edward Masembe, lakini Hilary Wandera hana marking kabisa, naweza akaamua kumwachia ilete cross au aipeleke moja kwa moja, akitarajia kuwa au punch pia na Jairo na wamalize mpira kwenye kamba. Masembe, nafasi nzuri kwake,
tayari kuweza kuleta ndani. Masembe kichwa ameingia kwenye mkoba kwa wepesi mno. Mali imeanza kwa Yusuf Nasri Mainge, alikuwa anapiga cross lakini umekwenda moja kwa moja kwake Maxwell Mulili. Same Molo Pams wamekaa. Godfrey Oduor anatoa maelekezo, na upande wa pili ni Benedict Wanjala, mwalimu msaidizi kwa upande wa APS Bomet. Nileta kumtafuta Maxwell Kubasu full tank na akaupata, lakini kichwa hafifu, labda hakuwa amemwangalia alipokuwa amesimama mlinda lango Bernard Jairo. Machaka anamwachia Yusuf Nasri Mainge ambaye amewahi kuchezea timu mbili kubwa ndani ya taifa la Kenya kwa faida ya AFC Leopards na Kogalo Gor Mahia. Wapo baadhi ya wachezaji ambao wamecheza timu hizo mbili zote kwa wakati mmoja. Ina tayari kuweza kujiunga na jeshi la polisi ndani ya taifa la Kenya na kuwa GSU officer, akiwa na kofia zao nyekundu, nafanishwa na siafu, ambao mara nyingi siafu wanakuwa na vichwa wekundu, wanakuwa ni wakali wanapokuwa wanauma. Kadi ya njano imetoka kwake Anthony Naibei, ambao pia anayetunza dangerous tackle ambayo ameweza kuifanya. Ilitoa kasi kwake Brian Magare Mugire. Naona mpaka pembeni wauguzi walikuwa wamefungua mdomo kushangaa na tackle lile. Yusuf Nasri Mainge anaimimina ndani kumtafuta Umala, kichwa kimechezwa chake Hilary Wandera na inakwenda kuzaa kona. Kevin Wangaya Injehu kati mvua ambapo tayari imeanza kunyesha, mbingu zimefunguka lakini bado nyavu zimegoma. Kona ya tatu kwa Nairobi United. Kevin Wangaya na letwa ndefu, imepita mpaka upande wa pili. Hesabu leo zimegoma, walichokipanga kinakwenda tofauti. Puleti alisajiliwa kitokea klabu ya Kakamega Homeboyz Bana Bengo, ambao na mchezo wao saa 10 alasiri dhidi ya wananyaraka wa Posta Rangers pale Kasarani Annex, ambapo tunakuvusha kutoka hapa tunakupeleka Kasarani Annex. Enoch Machaka Mumanyi, Brian Magare Mugire, Puleti, Wangaya, Brian Magare Mugire, mesomwa na Clifford Odhiambo. Rogers Kipkemoy, good fast touch, tapitia na wapi? Enoch Machaka anamnyemilia na kumlia timing, inaletwa cross ndani, inapita. Anthony Naibei alikuwa mbali. Festus Kipkemoy, Festus dakika 2 za nyongeza, bango lake Asman Teddy kumaliza kipindi cha kwanza. Rogers Kipkemoy hakufika kwa wakati. Anthony Naibei, movement zimekuwa slow kwa timu zote mbili, hususan katika final third. Timore, Maxwell Kubasu kwake Rogers Kipkemoy, jaribu kuondoka na mali Rogers, kini Papa Wafula mekwenda kumpa handoff mpaka nje ya uwanja. Hapa ni sio mwenye nguvu, pishe ni aliyekula zaidi ya mwenzake. Papa Wafula. Personal Chengo Mala ameingia kwenye mkoba wake Maxwell Mulili Muchesia.
Merudi kwake Jairo. Naletwa na Anthony Naibey, ila bado mpira mwepesi mno. Amejaribu kuishtukiza. Firimbi ya mwamuzi Isaac Hamisi inasikika. Niko kipindi cha kwanza kimetamatika na kwenda kupiga sala kwa hali ilivyokuwa mpaka kipindi cha kwanza kutamatika. Ni mechi ngumu kwa timu zote mbili, mechi ambayo inahitaji watu wagumu ili kuweza kuzipata alama tatu zote. Kipindi cha kwanza kimetamatika, APS Bomet bila, Nairobi United bila. This is not just football. Hii ni nguvu. Hii ni ushindi. Yule. Hii ni raha ya mpira wa miguu. It's the passion, the kiburi cha mashabiki, the pride of every town, every